bango tu, when lego bango tu. Nalando pile benduinja, nalando pile benduinja. No, bango tu, yo the bango tu. Bango tu, wewe sema bango tu. No, sina time ya kulala kwa job, nikivuta mandom, niko flight ya Paris na Paul nikiperform, lifestyle ya Ferguson na swag ya Colimo. Mabob nataka more, first day on the street, police alonga. No masana, the show is lit on fire kama kawaida. This is all about Sambuta Sambutan show kama kawaida. Na leo nimetaka kumtafuta Vicmas Luo Dollar. Yes sir. Kwa nini? Luo Dollar. Mimi naona rangi ya pesa tu hapa. Pesa tasma nini? Kwa mtu pengine unajua kwanza nataka kuuliza ulipotelea wapi, lakini ngoja kwanza. Yes sir. Hivi Vicmas Luo Dollar kwa mtu ambaye anaelewa inamaanisha nini yani? Mazee show ni kubwa, hatuwezi anza tu hivyo. Naomba tuombe. Karibu sana. Maombi tuende kazi. Thank you Lord for this beautiful day. Kill my pride, kill my ego. Lower mercy, increase yourself. Bless each and everyone on this set. Bless each and everyone who is watching at home. I pray this short prayer through Jesus Christ our Savior. Amen. Amen. Yes sir. Once again. Yani kill the set kabisa. Yani kwanza show yako ni show kubwa if you don't know. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Anyway, karibu sana. Shukran. Na pia nimeshukuru nimekualika na umefika. Shukran. Na umesema umeanza na maombi kill my ego. Naona you are one of the most humble artists. Anyway, karibu. Shukran bro. Shukran sana. Vicmas Luo. Yes sir. Luo Dollar. Yes. Pesa utas. Ongeza catch. Ketch. Hebu muelezee mtu ambaye anatazama show sasa hivi elewe. Okay, inamaanisha nini yoyote? Luo Dollar is my dad's name. My dad died when I was 5. So my grandpa is still alive. So kusukuma ile legacy na babangu I'm the only boy mwenye is the rest are ladies. Yes. So my grandpa sees his son in me. So alisema wacha tuendeleze hii legacy ya Luo Dollar. So Luo Dollar is not about your art name. Ajabu wana Luo Dollar kwa sababu watu wanapenda kusema watu na pesa. So Vicmas ndiko na kila kitu. Vicmas inamaanisha. Yeah, immediately nilienda babangu alikufa na maisha ilikuwa ngumu. I found myself in the streets of Kisumu. Pole. Yeah, na tulianza kufanya hizi vitu mbaya watoto hufanya, peer pressure and stuff. Tulikuwa tunaibia watu, tunavunja hivyo side screens kuuze tupate food, tupate manguo. So polisi walianza kuwa vijana wenye wanaibia watu Kisumu sana ile mbaya. And then kwetu Kisumu town na kwetu Shago ni karibu. So mamangu alisikia watu wakimwambia kijana wako atakuja kupigwa risasi. So hiyo ilikuja a lot of tulikuwa kama group ya watu 5. So kwa group watu kuna watu waliuawa na polisi, kuna watu mpaka leo wako jela, kuna watu walicommit suicide. So mimi peke yangu ndio nilisurvive kwa hiyo crew na nikajipata Ushago, ndio nikaanza shule. So initially my name is Victor. Na ukiangalia kwa dictionary Victor means victory. Yes. So nakuleta kwa hiyo Vicmas. So Vicmas iko na 2 words. Ni Vic space mass. Mass ni a multitude, like watu wengi. Yes. So having that victory over a multitude wenye walikuwa wanafanya vitu mbaya nikakuwa Vicmas. Very inspiring. Yani tayari jina peke yake, just the name in itself, it's just inspiring and to me. And then Ketch is also my name. Everything in it attached to Ketch. Ketch is a Luo word to mean bitter. When something is bitter. Yes. Or you are bitter, it's Ketch. So who is bitter it's in this Ketch. situation? I'm coming there. Then remember it's Ketch. Another Ketch means when you are empty stomach, like ujakula, unasikia njaa, unasikia Ketch. So Ketch is my name, and it means I'm an entrepreneur, motivated by anger, bitterness, pain. Good. Ketch. Kabisa, it's an Afro Wednesday. Nawaambiaga Sambuta Sambutan show na siku kama ya leo ikiwa Wednesday tunajivunia kwa Afrika, mambo ya Kiafrika, mambo ya kinyumbani. So we are learning 1 or 2 things from the culture of Vicmas Luo Dollar na what he believes in. So Luo Dollar, mtu anauliza saizi after kutuletea hiyo hit. Yes. Massive hit enye sidhani hata kama itawahi isha. Itachezwa na DJ for life. Like ilikuwa ni remix ulifanya na Octopizzo. To be honest, it's one of the most relevant songs. Hakuna song yoyote imereleasiwa 2017, 2018,
2019 yenye is bigger than Banko Tuchi in 2020. And remember, Banko Tuchi was released in April 2016. Sasa all this time, Yes. mtu anauliza Vic Mas ampotelea wapi? Bro, sijapotea unless hauna smartphone. Sasa kama hana smartphone ndio Unless hauna anakusikiza. smartphone. Everybody following Vic Mas Rodola know that I've been in studio all along, and I've been Yes. like producing a lot of content, Yes. a lot of great music. 2017 I worked on my EP. 2018 I dropped a lot of single. 2020 the EP is out called Pesa ya Buguonyo, and Call Police is doing good. London Yes. is doing good. Wacha Mchezo is doing good. Yes. And I just dropped in less than 3 days. I dropped Alcoholic, and also I dropped I drop Why Not. So I've been working. There's a time you send me ukaniambia it's an EP. Ndio hiyo EP Yeah, unataja. Pesa ya Buguonyo EP. So umesha launch EP yenyewe ama bado? Kitambo bro, ngoma ndio nakwambia mtu anasema nimepotea Hana smartphone. smartphone. Yeah. Anyway, this is Vic Mas Luodola. Mr. Ketch. Kabisa. Yes. Alafu bro unanawiri sana. Pengine siri ya kunawiri huko kwa sababu tukiangalia video zako kidogo Vic Mas bado nimeangalia video kwa makini kidogo. Alafu sasa hivi two different people. Corona is good. Mashallah. Hatuna pesa, but you know unajuanga trust me, we didn't have an idea, but Yes. if you survive to here today, since Corona was hard today, just know that God loves you. Very true. Yeah, just know God loves you. Very true. Hakuna magic. There's nothing extra. Just know God loves you. Yes. Lakini najua safari yako imetoka mbali na tukianza kuzungumza maybe tunaweza chukua hata siku 3. Si hata siku 3, the whole year. So from wewe kutoka kwa kufanya vitu mbaya Yes. hadi ukakuwa inspired to music. Yes. Na right now unafanya so much big things. Thank you so much. Tukiangalia pia vile umesema tu Banko Tuchi one of the song ambayo Trust me, from it just 2016 hit hadi 1 leo. million few 1 week ago. So thank to my fans who've been streaming Banko Tuchi all along. It is the only vernacular rap song. Remember, we are like 44 tribes in the country. Yes. All these 44 tribes lazima kuna msanii ana rap. Kweli. And Banko Tuchi is the only vernacular rap song yenye kuna 1 million tangu YouTube ingie Kenya. You feel? Mbona tuone Vic Mas kwenye maswala ya Gengeton? Bro, the first song Lamba Lolo ilitoka niliulizwa hiyo swali. And to be honest, until today me see like siwezi kaa chini tunasikiza Gengeton. But Kwa nini? you know, utapata mzee mwingine anasikiza genge ama reggae, asikizi R&B. Yes. So mimi ni hivyo. So nilikuwa nasema siwezi kaa chini nisikize, but trust me, I will support 100% with my last single. Reason being, bro, ukipita tao before Lamba Lolo ulikuwa unasikia Nigerian bongo, Nigerian, every club, every radio, every TV. Vile hao watoto walikam, conversation changed. So utapata watu walikuwa wana complain, but they were complaining and playing it at the same time. So I love those kids. The only thing I can say, if you are out there now, when you manager wa msanii yote wa Gengeton, make sure you protect their content. Make sure 5 years from today, watu wengine wanasema nimepotea, lakini ukiniona sasa unaona bro unakapoa sana, unakula nini? That's good to Corona. Make sure those artists earn the right of those songs. 5 years down the line ukutana na msanii akuambie ngoma zangu ziko na 5 million ama 1 million kwa YouTube na pia naishi poa. Si ati niko na mangoma milioni YouTube na ukikutana na msanii anakachokora. Ana health, akikufa unasikia achangiwe vitu kama hizo. So kama wewe ni manager wa msanii yote wa Gengeton, make sure you give them the ownership of those songs. Make them own the intellectual properties of those songs. Very true. That's what I can say. So ukizungumzia kuhusiana na management, hivi Vic Mas kuna management sio? Zangu ziko chini ya maji sana. Sasa chini ya maji inamaanisha nini? Bro, So unaona biashara ya muziki ni kama shamba. Ni kama Yes. shamba kupanda mahindi ama mimea yote. Yes. Ukionyesha mtu mwenye anakupalilianga vizuri, anaweza mpatia pesa mingi, awache hiyo kazi akuja fanye yako. So it's more than politics. So wakati unaweka timu yako behind the scene, ina make sense. So when you mwaneni to Vic Mas kwa TV, I'm looking good, things are going, na siwezi sema
But I have people on the background. That's good. So uko na team ambayo inakusupport na pia familia na Kenyans pia wamekusupport. Thank you. Kiangalia pia kazi zako zimeenda kuspread sana. Thank you. So Vicmas. Yes. What should we expect now from Vicmas after tumeona EP launch? Bro, Corona is good. Bro, tukutane 2022. Nimerelease kila kitu 2020. Mbona sio mwaka? Nimemaliza na 2020 tayari. Kwa nini? Sasa bado tuko na miezi kadhaa. Miezi kadhaa za kufanya nini? Au maybe za kupromote kazi zangu. Maybe za kupromote kazi zangu, but it's all good. Kuna wasanii anakuambia this year ndakuwa naachilia album. Waachilie tu. Album wewe ushatuachia EP, album yako inakuja lini? Pia nafanya poa. Pia nafanya iko na bro, wacha tuchapia kapela na wewe. If I say Ngamotho, tell me call police, right? Ngamonyual, call police. Call police. Yeah, let's go. Ngamotho, call police. Ngamonyual, call police. Athifothifi, call police. Ngamotho, call police. Ngamonyual, call police. Athifothifi, call police. I want to dance word Nyalego. What you want? Amadho konga word Nyalego. Did you pay? First of all, Anjaluo. My house must be big. My car must be big. Yes. And my wife must be Shikilia hapo kwanza. Shikilia kwanza hapo. So, siwezi toa ngoma nyingine juu ya hiyo. Shikilia kwanza hapo hivyo. Mimi ni mtu mmoja ambaye Vicmas Luo Dola personally. Yes. I love the culture ya Kenya. Yaani mimi napenda Kikuyu culture, Luo culture, Kalenjin culture and everything. Ni kwa nini Kenya inafikaga muda mambo yanakuwa yanaharibika? Kwa sababu ya na culture is so mature and good manze. Kwa sababu inaharibika kumaanisha tuseme maybe wakati wa siasa ama nini? Ni kwa sababu hatujakaa chini kuongelesha vijana. Tumeweka pesa mbele instead of kuongelesha. Sasa wewe Vicmas ongelesha vijana. Mazee, wacha nikuambie siri moja. Usiwahi weka pesa mbele ikifika wakati wa either kupiga kura ama general election ama election yoyote yenye unajua kwa kweli unaenda kukula pesa na jirani yako atakufa ama atapigwa. Si picha mzuri. At the end of the day, si picha mzuri. So we kama politician yote amekuletea kula, lakini wakati ikifika yenye we uchague mwenye unataka, hiyo ni siri yako. Usiwahi wakati If you look keenly, ukiona wakati watu wanakimbia kwa street, bro, hautaona governor wako kwa street, hautaona president wako kwa street, hautaona leader yoyote, women rep, utaona nyinyi ndio wale wenye wanaka maisha ya chini ndio wanamwagiliwanga maji na karao na wao ndio wanapigwa. Na ukiona kwa news utaona governor wa Kisumu alipigwa tear gas pale Ogingodinga street. Hakuna kitu kama hiyo. Utapata mzee ana struggle ku 100 per day ama 150 per day ndio anapigwa risasi ama anapoteza maisha yake, na saa hizo utapata akona familia nyuma. So mazee, we can do better as youths of this country. We can do better than this. Thank you. Yes, sir. Producer, tupatie tugusa tu kidogo kuhusiana na Banco Tucha kidogo tu, alafu itakuwa fresh. Etan. P-I-I W-L. Wanya boro. Ongea bana, adwa pesa bana, Na angisina pesa tasi. Rudi tena. Banco Tucha ilikuwa nazungumzia kuhusiana na pesa, sijui banki let me get this story vizuri tena. Banco Tucha ni kama lifestyle. Utapata ngoma kama hii hata nijaribu aje siwezi funika. Either maybe nitapata ngoma kubwa kuishinda, lakini uwezi compare. This was not even a song. It was a lifestyle. Banco Tucha wakati mwisho wa mwezi imefika, unaenda pale TIM, unaingiza ATM, unaona kama 10 million hapo kwa mashini, unasema Banco Tucha my nigga. Yes. Unajua ukiniambia kuhusiana na lifestyle, now I get like what inspires you to write your music? What's the inspiration behind writing your music? When I was writing this song nilikuwa naishi place inaitwa, unaona ulikuwa unasema poa tuko na kabila mingi hakuna haja tugombane. Mimi nimesaidiwa na jamaa mwingine ni Mkalenjin na bibi yake ni Mkamba pale place inaitwa Emali Makueni County, Emali Town Makueni County. So huyo jamaa ni kwa nyumba yake, so akanipatia job hapo. So nilikuwa nakimbiza biashara hapo, na kimbia na kuja Nairobi kurekod ngoma. Na hiyo inspiration ikatoka tuko kwa barabara nikibeba box kwa kichwa nikifanya biashara zangu. Na hivyo ndio nika hit Banco Tucha. So nilikuwa nasema tu asante Mungu ukinipatia nitashukuru, usiponinyima pia sitakata tamaa. Ndio maana nakwambia ukienda ATM uingize upate
10 million utashukuru Mungu, lakini ile wakati pia uko broke hauna kitu pia banki yako imetoboka banko tu. So to mimi kama DJ Sweet K hivi Yes. Vicmas Luo Dollar Yeah. nikiadvise watu kuwa it's good to write your lyrics Yes. kutokana na a real life inspiration Yes. na itadumu forever, inakuwa much better ama ndakuwa nakosea? No, hautakuwa nakosea sababu people, there's somebody going through whatever you are going. So wakati unaiput as an audio file or a video file, ataona unamreach kwa haraka juu huwezi tembea kupreachia watu one on one. Yes, so wakati yes. Umejua hii ni shortcut ya mtu kukuona kwa TV, ni shortcut learn instead of wewe kuenda huko peke yako mwambie mazee don't stress, don't give up, keep pushing. So uko sawa kabisa. So ngoma ambayo inanimaliza kabisa. Yes. Jeff Bezos. Mazee. Huyu ni nani kwako? Sasa hiyo ndio story. So story ya mimi navutiwanga na watu nimejua vile walianza biashara zao. Yes. From scratch. Jeff Bezos lost a lot of money vile alianzisha karibu akate tamaa lakini aka bounce back. So yes. Jeff Bezos is one of the billionaires in the world. Ako I think top 2 hapo. So na story, the entire story is my life in the street, vitu tulikuwa tunafanya kitambo, unajua. So nilikuwa nasema sitawahi kata tamaa, sitawahi bia muta, will keep working hard. So and we have a lot of people in the country who really making good use of ukisia stories out tuseme kama Chris Kirubi among others wenye wana inspire youths kama sisi. So Jeff Bezos is just there to inspire you not to give up, to keep hustling. Asante sana. Yes, mimi kama DJ Sweet K I'm very much inspired kwa sababu nili expect yes. Vicmas Luo Dollar atakuwa ananiambia kuwa ati alikuwa inspired na Jeff Bezos kwa sababu ya pesa. No. Lakini alikuwa inspired kwa sababu ni mtu ambaye hakukata tamaa. So wewe kama kijana pale nyumbani usikate tamaa. Na usiangalie watu ambao wameachieve vitu vikubwa ukafikiria they just walk up to that. Yeah, no, you understand. Walipiga hustle, waliteseka, walipanda milima na mabonde, wakashuka, wakapambana, wakatoka jasho na wakafika mahali ambapo walipo. Na wewe kama kijana pia pale nyumbani basi natamani na ningependa na kuombea Mola tujalie pia na wewe pia pale nyumbani unatazama show na umuone msanii kama huyo ambaye amefika mbali. Pia wewe katika kila juhudi ambacho unakifanya, iwe ni ukulima, iwe ni usanii, iwe ni chochote ambacho kile unachokifanya, wewe mchoraji, unapaka rangi, chochote kile, unacheza mpira, basi bila shaka utaweza kujikimu kimaisha na pengine kijiji chako kitakuja kukusherehekea siku moja. So Vicmas. Yes sir. Jamii yako sasa inakudai kwa sababu ushaona mtoto wetu amekuwa superstar. Yes. Wewe unawapangia nini sasa jamii yako kule nyumbani and everything? Jamii, I'm talking to all your fans, all your people watching you and everything. Ni kitu gani ambacho unawapangia sasa wao? Mazee, I don't trust me, I don't have much and I don't promise much. Mine ni nakuanga kila siku kuombea mafans wangu and everybody who genuinely support my work and to everybody who just love music generally because hapo ndio hiyo ndio place pesa yangu inatokea. So the only thing I always pray for them is to have a good health, long life and to keep on moving. Only that. There's nothing much. Have a good health, have a long life. If you have that, everything will just go. Social media handles tuende kazi. Mazee, pale YouTube go subscribe, naitwa Vicmas Luo Dollar. Pale Instagram Vicmas Luo Dollar, pale Twitter naitwa Luo Dollar. Ukifika hapo mazee, alafu ukiangalia bio utaona kitu kingine ya blue, click, ingia Boomplay right now. This new songs is called Alcoholic. Another one is called Why Not, bro. Trust me. I really like this, man. This all about Sabuta Samlan show. I hope ni show ya kijanja sana, unaweza kuwa inspired. Unamuona kijana anavyokuwa na confidence na kila anachokifanya, basi anaamua this is the way to go. So wewe kama kijana, please amua njia ni moja, alafu watu wataweza kukusupport kama kawaida the way you support Samburutab Sambaland show, and we love you so much. Samburu, love you. Tumalize show. Kitu ambacho unahisi hatujakiongelea na unahisi unataka kukiongelea pengine kwa siku ya leo. I always say, bro, if this is on a
musician perspective, ama kama uko na creative industry, Yes. unaona mtu anakuwa mgonjwa, hawezi raise door, anakufa kwa hospitali, bro, we can do better. All the public hospitals in the country, kama mtu ni mgonjwa hata kama ana door, serikali inafaa iweke kitu atibiwe, hata kama atalipa kisha pona. Usiwache mtu akufe juu ya 15,000 mazee. Usiache mzee akufe, usiache mzee akufe juu ana door. Another thing, as creative, bro, I don't care how many big cars I don't have. I don't care how many beautiful houses I don't have. Kama niko mzima in my mind, if you are healthy, if your mental health is upright, bro, you're gonna get everything you want. Utapata everything you want. Don't care we have a lot of stress ati, bro, nimefika 31 na sina nyumba, nimefika 31 na sina gari. Bro, watu kama yule mzee wa KFC, alianza biashara yake akiwa over 50 years, akuwa rich all over the world. Yes. If you are healthy in your mind, bro, you can make it whichever age. So usikuwe na stress as beste yako amenunua gari na ako 22 ama ako 28. Yako itakuja. Bora you are healthy in your mind, everything will be okay. Be healthy and stay happy and make everybody around you happy. That's your boy Vicmas Lodol. Sina lingine la kuongezea. Vicmas ameshasema kila kitu. Vicmas msanii ambaye ameinspire sana personally, na kama haja kuinspire basi kuna tatizo fulani ambacho anazungumzia kuhusiana na mental health. Basi kuwa zaidi kutuni ini kwenye Sambulan Show kama kawaida ndani ya Cast TV Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 hadi 10, alafu saa 5 hadi 7 ikiwa ni Jumamosi. Anyway, kwa sasa tupate akapela kadhaa za Vicmas alafu tuende kazi. Jeff, Tika. Hey, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Pesa. Otas.